Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na tena ni mwokozi wa maisha yangu. Ninafurahia wokovu wake asubuhi ya leo kwa sababu ya kunirausha nikiwa na wokovu, nikiwa na tumaini la uzima. Si hesabu kitu wokovu huo wa jana kama vile na uhesabu wokovu wa sasa. Ni kwa sababu ni katika neema yake ninaokiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana ndani ya moyo wangu na ndani ya maisha yangu. Kwa hivyo nina sababu ya kushukuru na kufurahia Mungu sana kwa ile nafasi. Na pia zaidi kupata nafasi kama hii kusimama mbele zenu na hata mbele za Mwenyezi Mungu ninene neno lake. Kama vile kiongozi wetu alivyotanguliza na kusema, si vile ambavyo yeye amekamilika sana au yeye anaonekana kwamba ndiye anayefaa sana. Hata mimi nina sababu ya kusema hayo, kwamba nipo sio kwa sababu ya kuwa mzuri zaidi kuliko nyinyi, lakini niko kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo ni wakati mwingine mwema ambao naamini kwamba ni muda ambao Mungu amekusudia makusudi tu anene na mioyo zetu kwa wepesi na kwa urahisi sana. Sababu naweza labda kutokuletea kama jinsi unavyofikiria, lakini nilete kadri ya vile Mungu mwenyewe atavyoniwezesha katika wepesi wangu. Hebu tuombe. Baba, katika jina lako tukufu tunaja mbele zako kwa unyenyekevu tukisema ni asante. Ni asante kwa sababu ya nafasi ambao umetupa asubuhi ya siku ya leo. Ni kibali cha ajabu ambacho umetupa kuwa katika nyumba hii tanishaona jina lako. Na sio tu kuwa katika nyumba hii, bali kuwa wana wako na warithi katika ufalme wako. Tunakushukuru ni kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Tunaja kwa unyenyekevu kwa sababu imetimia wakati wa kusikia kutoka kwako. Tunaomba ukafunua masikio yetu ya kiroho na ya mwili ili kwamba tukapata ufahamu wa neno lako. Ufahamu ule ukatupa ufunuo, na ule ufunuo ukatuletea kukua na kustahimili katika ukuaji wa kiroho katika ufalme wako. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Utanitumia kama chombo chako kilichopata kibali mbele zako. Ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na hata tunashukuru. Amen. Kwa majina zangu wasionifahamu na sidhani, naitwa Baba Jeff. Na ningetaka asubuhi ya leo tuwaze neno ndogo sana katika kitabu cha Waefeso, in Ephesians chapter 1 and verse 1. Ephesians chapter 1 and verse 1. Inasema hivi: Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. That is part A. Part B inasema, to God's holy people in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Alafu turuke twende 15. Hiyo Efeso 1:15 inasema hivi: for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I've not stopped giving thanks for you,
remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that we may know him better. Hallelujah. Praise the Lord. We are talking of this church of people called by the name of Ephesians. But the nation or the city itself is called Ephesus. That city or that place is called Ephesus, but the people of that city are called Ephesians. And there is this word that's starting, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Hallelujah. Paulo ni mtume. Yes, ni mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Mtanikubalia nitumie Kiswahili, ingawaje labda haitakuwa mzuri sana. Paulo ni mtume kwa ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika kanisa hili la Waefeso. To God holy people, kwa watu watakatifu wa Mungu wa Efeso. Haya ni maneno ya Paulo anayosema, eti kwamba watu hawa wa Efeso ni watakatifu, waaminifu wa Kristo Yesu. Nataka uangalie Paulo anapotumia maneno yake, na anayachagua sana. Anayachagua kwa sababu anaandika kwamba yeye ni mtume wa Yesu Kristo kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. So the will of God for Paul to be an apostle, it was for God's will. Remember, the Bible says, or we are informed, Paul was not one of those disciples. Paulo hakuwa kati ya wale wanafunzi wa Yesu. Lakini imetimia wakati sasa, Mungu ameingilia kati ya maisha ya Paulo na kumbadilisha, na sasa ameitwa na Mungu na amemfanya mtume. Paulo anasema kwa kanisa hili la Waefeso, eti kwamba to God holy people of Ephesians, kwake Mungu, kwa watu wa Efeso ambao ni watakatifu. Ni Paulo anasema maneno haya, anawaita wale wa Efeso watakatifu ambao ni waaminifu kwa ajili ya Kristo Yesu. Hebu tuangalie jiji hili la Waefeso. Jiji hili la Waefeso lilikuwa ni mji ambao ulikuwa ni mji mzuri, na mji ulikuwa ni mji wa biashara. Ulikuwa na biashara kubwa, ni kwa sababu ulikuwa kando kando ya mto wa ziwa. Kwa hivyo ulikuwa unashikanisha zile nchi ambazo hazina bahari naye ana bahari. Kwa kizungu anaziita landlocked. Zile ambazo nchi hazina bahari zinaitwa landlocked. Wao wanakuja kwa nchi hii au kwa mji huu unaitwa Waefeso. Na kwa leo hiyo mji ndio unaitwa Turkey. Today is Turkey. Lakini ile nchi ni kwa sababu ilikuwa iko civilized sana, miaka nyingi. Ilikuwa na werevu, masomo, biashara, ilikuwa na mambo makubwa. Lakini kuna jambo ambalo lilikuwa ni changamoto kwa Waefeso. Jambo hili lilikuwa kwamba ule mji wa Efeso walikuwa ni waabuduo sanamu.
hata shilingi yao, kama jinsi shilingi yetu pande moja imechorwa nani? Shilingi yetu imechorwa nani pande moja? Tutasaidiana. Imechorwa nani? Haimotanyi taka shilingi. Edward. Yeah? Murodhika na Kenyatta. Ile coin ya Waefeso ilikuwa imechorwa nyuki upande moja, na upande wa pili ilikuwa imechorwa mshale wa nyuki. Ni kusemaje, mungu wao alikuwa anaitwa Artemis. Alikuwa amelinganishwa na mwanamke ambaye she was so productive, she was so fertile. So walikuwa wameamini kwamba katika kuamini mungu huyu wao anaitwa Artemis, ni mwanamke wao, mazao ya nchi yao yatapanuka zaidi. Katika mshale walikuwa wanaamini kwamba katika huu mshale wao wana ulinzi. Hiyo ni nchi au ni hii city ya Waefeso. Sasa Paulo anaingia katika city hii kuhubiri neno lake Mungu. Haleluya. Na ni katika nchi hii ambayo ni waabudu wa sanamu, anasema watu hawa ni watakatifu. Haleluya. Hapo 15 tukasoma, for this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people. Kutoka wakati niliposikia habari ya imani yenu kwa Kristo Yesu na upendo mlionao kati yenu waamini. Haleluya. Paulo kuna kitu amekipata cha Waefeso, sababu already kanisa imeanza katika Waefeso. Akajua kwamba wana imani ya kipekee. They have a great faith in the Lord. Not only having faith, walipendana sana wao kwa wao. Haleluya. Huu ni mvuto ambao limvuta mtu anayeitwa au mtume huyu anaitwa Paulo. Alivutwa na kujua habari hii, ikamvutia sana kwamba Waefeso wana imani kubwa. Haleluya. Waefeso imani yao ni kubwa kwa Mungu, na sio imani tu, wana upendo wa kipekee wao kwa wao. Huyu ni mtume ambayo tumesoma pale mwanzo kwamba alifanyika mtume kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. It is because of God's will. That's the reason why he will become an apostle. Na sasa anaona Waefeso ambao wamejawa na imani, pasipo kujali katika lile jiji limejawa na waabudu sanamu, limejawa na biashara nyingi, limejawa na mambo ambayo yanaandamana na nchi ambayo zimeendelea. Lakini kuna waamini wamo katika lile jiji la Efeso wanayemwamini Mungu kwa imani kubwa. Na sio imani tu, bali upendo wao kati yao ni wa kipekee. Upendo wao kati yao, vile tunavyopaswa kupendana kati yangu na kati ya wewe na mwingine, upendo ule ulimzidi. 16, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Ebu angalia, mtu amepata mvuto, amepata mwito wa kipekee wa kuliona kanisa la Waefeso. Kutoka nilipojua na kufahamu mambo yenu, sijawahi nyamaza.
sijawahi kosa kuwakumbuka, sijawahi kosa kuwaombea nikiwataja katika mbele za Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu imani yenu na upendo wenu ni wa kipekee. Haleluya. Na nitakaa nikirudia neno hili. Ni mtume ambayo ameitwa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom. Underline that word, the spirit of wisdom and revelation. Praise the Lord. Paulo anasema, na ninakaa nikimwomba Mungu ili kwamba akawafikishie hekima ya kiroho na ufunuo. Haleluya. Ape to give you a spirit of wisdom and revelation. Roho wa hekima na ufunuo. Hebu tujiulize, kwa nini Paulo anawaombea watu hawa roho wa hekima, a spirit of wisdom and revelation? Kwanza kabisa tutaweza jiuliza, what is the spirit of wisdom? The spirit of wisdom is having all the great character that the church of Ephesus had. The spirit of wisdom. Wisdom is understanding, and then you combine. When you understand, you gain knowledge. When you gain knowledge, you have wisdom. Praise the Lord. It is you understand, and when you understand, you have the knowledge. And when you receive the knowledge, then you have the wisdom. And then now the spirit wisdom is now the advance of the ordinary wisdom. Praise the Lord. Spirits or wisdom of spirits ni ile sasa ufahamu zaidi, ni uelevu zaidi wa hekima ya kawaida. Ile hekima tunaongea nayo ni ufahamu na kuelewa. Ukifahamu na uelewe, then una wisdom. Lakini katika wisdom that is of the spirit, wisdom of the spirit. Hebu nione nimeandika nini hapa. It is a divine source of insight, understanding, and ability to apply knowledge wisely. Spirit wisdom is a gift from God, and with the supernatural intelligence. Hallelujah. Wisdom, spirit wisdom, it has a supernatural intelligence. Here on earth, we are now operating in the era of AI, artificial intelligence. But here now, we have gone beyond that. In the spiritual wisdom is a supernatural intelligence. Hallelujah. Ni ufahamu ambao ni wa kipekee, ni uerekevu ambao ni wa kipekee. Hii ndio habari ambao Paulo anawaombea wa Efeso. Hallelujah. Yes,
Hii ndio hekima ambayo Paulo anaombea watu wa Efeso, a supernatural intelligence, ufahamu ambao ni wa kipekee. Ni kwa sababu gani? Wakiwa na ufahamu huu ambao ni wa kipekee, kwa sababu gani? Ameona kwamba ndani yao wamejawa na imani. They know their faith. Wanajua imani yao na wameikumbatia vizuri, wameishika na wanaifuata vizuri. Tena wao kwa wao wanapendana sana. Kwa hivyo ni kusemaje? Love is God, so they have God in them. Hallelujah. Ni kwa hiyo ikiwa wana Mungu ndani yao na wana imani kwa Mungu, then anaona kuna kitu wanachokihitaji. Wanahitaji hekima ya kiroho na ufunuo. Hallelujah. Wanahitaji hekima ya kiroho na ufunuo wake. Na tumeambiwa kwamba spiritual wisdom is a supernatural intelligence. Ni ufahamu ambao ni wa kipekee. Huo ni ufahamu tu unaopeanwa na Mungu. Spiritual wisdom and the revelation. Revelation that is of the Holy Spirit. You get a revelation that when I'm just speaking, unapata kupata ufafanuzi wa kipekee. Mimi siwezi elezea. That revelation, ule ufahamu mwanadamu hawezi kuelezea. Ni kama ule ufahamu ambao Yesu aliuliza wanafunzi wake. Je, watu wanasema mimi ni nani? Haleluya. Yesu aliuliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Wanasema wewe ni Yohana, wanasema wewe ni Elia, wanasema wewe ni nabii. Lakini akauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani kwenu? Haleluya. Petero akajibu akasema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Haleluya. Yesu akamwambia, wewe sio mwanadamu aliyekufunulia hayo, bali ni Mungu mwenyewe. Praise the Lord. That is what we call a revelation. Huo ndio ufafanuzi au intellectual intelligence, ufahamu ambao ni wa kipekee. A revelation that is of the wisdom of God. Hiyo ndio ufahamu ambao Paulo anawaombea wa Efeso. Praise the Lord. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu katika ule ufufunuo wataweza kumfahamu Mungu zaidi. Tukiangalia character ya Petero, ni mtu ambao alikuwa ni mwanafunzi wa kipekee. Ni kwa sababu gani? Yesu anapotaka kuenenda katika maombi, Petero yuko pamoja naye, anamfuata. Anapotaka kutenda jambo, Petero yuko mahala pale, anamwambia nitakusaidia. Petero anaposema kwamba hakuna mtu anapojua kwamba Yesu atasulubishwa, anasema hata nami nitasulubishwa pamoja nawe, na hakuna mtu ataweza kukuguza. Hata mwenyewe anatoa upanga, anakata mtu. Ni kwa sababu gani? Alikuwa na ufahamu. Spiritual wisdom and the revelation who Christ was. Na Paulo amepata pia ufunuo. Na yeye hakuwa mwanafunzi, lakini ameitwa na Mkristo, akambadilisha. Tunafahamu maelezo au tunafahamu jinsi Paulo alivyobadilishwa kutoka Sauli kuja Paulo. Na huwa anasema kwamba ile habari aliyeipokea hakuipokea kwa mtu, bali alipokea kwa Mungu mwenyewe. Hallelujah. Direct revelation. Na hii ufunuo ndio ako nao. Anawaangalia wa Efeso, anaona kwa kweli wamejawa na imani, kwa kweli wamejawa na upendo kati yao, lakini kuna kitu kimoja wanakosa ndani ya mioyo zao.
spiritual wisdom and the revelation of who the Lord God is. Hallelujah. So we are in need. Tunahitaji kufahamu. Tunahitaji kuwa na hekima ya kiroho ambayo itatuwezesha kuhistahimili. Tulisema katika ule mji wa Waefeso ulikuwa ni mji ulikuwa na miungu nyingi, na miungu ambayo ilikuwa anaabudiwa, mungu wa mwanamke alikuwa anaitwa Artemis, na walikuwa na muamini sana. Na kwa ajili ya kwamba lile jiji lilikuwa ni jiji ambalo lina biashara nyingi, na biashara ilikuwa imepanuka sana, watu waliamini mungu yule. Waliona kwamba mungu yule ndiye anayewaletea mazao, ndiye anawaletea baraka, ndiye analetea ushindi. Kwa hivyo walimuamini sana. Na ndio sasa Paulo anaona upendo ulio na Waefeso, anaona imani iliyo na Waefeso, lakini wamezungukiwa na imani ambayo ya uabudu sanamu, ambao ni hatari sana katika imani ya Waefeso. Praise the Lord. Sasa anaona hapa ili kwamba watu hawa waaminio Mungu, wanaompenda Mungu, waweze kushinda, waweze kustahimili nchi hii yao na mazingira wanamoishi, nimo mbele zao na mbele za Mwenyezi Mungu nikiwaombea hekima ya kiroho na ufunuo, ili kwamba wapate ufunuo wa yule Mungu wanayemwamini, wa ile imani wanaoiamini, wa ule upendo walioshikamana nao, wapate ule ufunuo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ni katika tu ufunuo, haleluya, ni katika ufunuo tutaweza kustahimili the things, the challenges, the trials, the temptations that are before us, ambazo zimetukondolea macho. Zimetukondolea macho. Biblia inasema shetani yuazunguka kule nje akitafuta mmoja amwangamize. Hallelujah. We need to have that discerning spirit. Na ili kwamba tukawa na ile roho ya kufafanukiwa au kutafuta au kuelewa maroho, then lazima tuwe na lili neno ambalo ndilo linaitwa spiritual wisdom and revelation. Tukipokea roho huyu wa hekima na roho huyu wa ufunuo, then we shall be able to discern from a distance. Hallelujah. From a distance that there is danger ahead of us. Kuna hatari mbele zetu. Tunaweza kupata ule ufunuo, tunapata ule ufahamu, na tunajua kwamba kuna hatari. And being aware, then we can be able to tackle the danger before us. Hallelujah. Praise the Lord. That very chapter of Ephesians 18. I pray that the eyes of your hearts may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Hallelujah. Praise the Lord. Anasema naomba tena macho yenu ya kiroho ikaweza kufunguka, ili kwamba mkaweza kujua imani au tarajio ambalo Mungu ameliweka mbele zenu. Hallelujah.
Hebu ona maneno ya kipekee Paulo anayo. Ni kwa sababu Paulo anaye ule ufahamu, anaye ule ufunuo, anaye ile hekima ya kiroho. Sasa anasema ombi langu ni kwamba Mungu akawafungua macho ili kwamba mkaweza kuona kile ambacho Mungu amekiweka mbele zenu. Praise the Lord. There is a great hope. Great hope. Tukirudi hapo nyuma kidogo katika hiyo Efeso, hiyo 3, turudi wa Efeso 3, wa Efeso 1:3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings. Hallelujah. Ebu waza, tumebarikiwa na baraka zote za mbinguni katika ufalme wa kiroho. Hallelujah. In the spiritual realm, we have been blessed with heavenly blessings. Hii ndio sababu Paulo anasema, anaomba Mungu tufunguliwe macho yetu ya kiroho, ili kwamba tukaona zile baraka ambazo Mungu ametubariki nazo, baraka za mbinguni katika ufalme wa kiroho. Hallelujah. Praise the Lord. So tunahitaji kumwomba Mungu atufungue macho zetu za kiroho ili kwamba tukaona zile baraka ambazo Mungu ametubariki nazo. So what does this say? We are blessed people of God. Sisi tuwabarikiwa. Amen. Sisi ni wabarikiwa. We are blessed of God. Sababu Paulo anasema we have been blessed with heavenly blessing in the spiritual realm. Napenda maneno haya, lakini muda wangu umenipa kisogo. Mubarikiwe na Mungu.